kuweza kujitegemea baada ya kutoka. Nyinyi mnachukuaje jukumu hilo kutokea hapo sasa wamekwisha kuandaliwa vijana kutoka JKT wanavyorudi uraiani kama kiongozi wa serikali katika mkoa wa Songwe? Kwanza niseme tu kwamba wenzetu wa Jeshi la Kujenga Taifa wanatekeleza jukumu hili muhimu sana ambalo limekuwa likitekelezwa tangu nchi yetu kupata uhuru, na kama alivyoeleza mkuu wa kambi la JKT kwamba wanaandaliwa vijana kwa ajili ya kuweza kulitumikia taifa, na matokeo yake yamekuwa ni makubwa sana, na ndio maana Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan sasa anawekeza kwa kiasi kubwa sana kwenye kuboresha hivi vikosi vyetu vya JKT na kuweza kuvijengea uwezo, kuhakikisha vijana wengi zaidi wanapata fursa ya kwenda JKT. Sasa hivi kuna vijana ambao wanajitolea ambao wanakwenda kwa utaratibu wa kujitolea, lakini kuna wengine ambao wanakwenda kwa mujibu wa sheria, lakini mpango wa serikali ni kuhakikisha vijana wengi zaidi wanapata fursa kwenda JKT ili tuwe na kizazi ambacho chenye uzalendo, kizazi ambacho kilichoandaliwa, kilichojengewa maarifa na utayari wa kuweza kulitumikia taifa. Kwa hiyo wanafanya kazi kubwa. Sasa vijana wakitoka kwenye kuandaliwa kupitia makambi yetu ya JKT, jukumu letu sasa kama jamii, kama serikali ni kuweza kuendelea kuweza kuwatumia katika shughuli mbalimbali za kiuchumi na shughuli za kiuzalishaji mali, lakini na shughuli za kuweza kujitegemea. Na hapo ndipo ambapo serikali inatengeneza mazingira ya kuweza kuwawezesha vijana, kwa sababu wako wengine wakitoka kule wanakwenda kupata elimu ya chuo kikuu, kuna wengine wakitoka kule wanajiendeleza kwenda kupata ujuzi, na kwenye ile eneo la kuweza kuandaa vijana wanaandaliwa. Na sasa hivi Mheshimiwa Rais amekwenda mbali zaidi kufanya maamuzi ya kihistoria ambayo hajawahi kufanyika katika nchi yetu, kuweza kuunda ile wizara ambayo inahusika na maendeleo ya vijana, kwa sababu anatambua vijana ni kundi kubwa kuliko makundi mengine. Vijana wana changamoto, lakini wanabeba dhamana ya kipekee katika kulitumikia taifa letu. Kwa hiyo kwa upande wetu kama serikali tunatekeleza pia program za kuwajengea uwezo vijana, kwa maana kuwajengea uzalendo kupitia makongamano mbalimbali, wao wenyewe binafsi kuweza kutambua wajibu wao, lakini kutambua jukumu waliokuwa nao katika kulitumikia taifa. Kwa makongamano tumekuwa tukiyafanya, lakini tunatumia fursa hiyo pia kuweza kuwajengea uwezo, kwa maana kutambua fursa mbalimbali zinazopatikana katika mkoa wetu, lakini katika nchi yetu ya Tanzania. Kama unafahamu kwamba serikali sasa hivi kupitia programu ya uwezeshaji wa vijana kiuchumi kupitia mapato ya ndani ya halmashauri, mfano mkoa wetu mwaka jana tulitoa bilioni 6 kwa vikundi vya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu, na mwaka huu tunatarajia kutoa fedha shilingi bilioni 10, na tayari karibia bilioni kama 4 hivi zimeshatolewa kwa ajili ya vikundi hivyo vya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Lakini ukiachilia mbali fursa ambazo zinatolewa na halmashauri, ziko taasisi za fedha ambazo zinatoa mikopo ya masharti nafuu, na jukumu letu ni kuwajengea uwezo vijana waweze kuzitambua hizo fursa, lakini kuwapa maarifa ya kuweza kutumia fedha hizo kwa ajili ya kukuza mitaji yao. Lakini Mheshimiwa Rais, unakumbuka, aliahidi kwamba katika kipindi cha siku 100 cha uongozi wake atatoa fedha shilingi bilioni 200 kwa ajili ya kuweza kuwawezesha makundi mbalimbali ikiwemo makundi ya vijana kuweza kupata mitaji, na fedha zile tayari zimeshatolewa, zimepelekwa katika wizara mbalimbali za kisekta. Wajibu wetu kama mkoa sasa ni kuweza kuwajengea uwezo vijana, watambue fursa hizi namna ya kuzipata, na tayari tumeshaanza waweze kuzipata kupitia sekta mbalimbali, mfano mifugo, na sisi mkoa wetu pia ni mkoa wa kilimo, kwa namna wanavyoweza kuzipata hizi fedha kupitia miradi ya uwekezaji kwenye sekta ya kilimo. Lakini hali kadhalika kwenye sekta ya madini, hivi karibuni mkoa wetu wa Songwe kupitia kikundi cha wachimbaji wadogo kinaitwa Songwe Gold Family, na jana tu nimetoka kuwatembelea, wamefanikiwa kupitia mpango wa kuwawezesha vijana kwenye sekta ya madini kwa kupata vifaa kwa ajili ya uchimbaji pamoja na uchenjuaji. Wamesaini mkataba kati ya STAMICO ambao ni taasisi ya serikali na benki ya CRDB kwa ajili ya kuwawezesha vijana, na wamefanikiwa kupata mkopo wa bilioni 50 kwa ajili ya kuendeleza shughuli zao za uchimbaji. Lakini hali kadhalika ukiachilia mbali fedha hizo ambazo mikopo ambayo inatolewa, ziko fursa nyingine za kiuwekezaji. Kama nilivyosema kwamba mkoa wetu sisi ni mkoa wa kilimo, vijana wengi wamejikita pia kwenye shughuli
za kilimo. Kuna mazao ya aina mbalimbali, na mkoa wetu ni miongoni mwa ile mikoa ambayo inategemewa katika nchi yetu kwenye eneo la uzalishaji wa chakula. Yaani ukizungumzia swala la kuiwezesha Tanzania kuweza kukabiliana na changamoto ya upatikanaji wa chakula lakini kulisha bara la Afrika, mkoa wa Songwe ni miongoni mwa mikoa ambayo inategemewa sana. Kwa kuna vijana wengi sana wako katika sekta ya kilimo. Wajibu wetu kama serikali tunawawezesha kuweza kupata mitaji, wawekeze, wafanye kilimo chenye tija, lakini tunawezesha pia wengine wanafanya kwenye eneo la kuongeza thamani ya mazao ya kilimo ambayo yanazalishwa katika mkoa wetu wa Songwe. Lakini mkoa wetu wa Songwe, fursa za vijana zingine kwenye sekta ya usafirishaji, kwa sababu mkoa wa Songwe ni mkoa wa kimkakati ambao unapitiwa na barabara kuu ambayo inaunganisha kati ya Tanzania na Zambia, na kupitia mpaka wetu wa Tunduma na Nakonde, mpaka ambao uko bize kuliko mpaka wowote Tanzania. Na mzigo mkubwa kutoka kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam, tunazungumzia zaidi ya 75% ya shehena ambazo zinakwenda nje ya nchi zinapita kupitia kwenye mkoa wa Songwe kupitia mpaka wa Tunduma. Kwa hiyo sasa kwenye eneo letu la mji wa Tunduma kuna vijana wengi sana ambao wamejikita na wanajihusisha na shughuli za biashara za pale mpakani ili kuweza kujiongezea kipato. Lakini kwenye eneo hili la viwanda vidogo vidogo kwa ajili ya kuzalisha bidhaa mbalimbali, kuongeza thamani mazao ya kilimo pamoja na kuzalisha bidhaa zingine. Bwana Makame, inaonekana fedha nyingi zimetolewa na serikali, bilioni 200, ingawa sio kwamba zote zitakuja kwenye mkoa wa Songwe, lakini umeacha pia 10% ambayo inatolewa na mapato ya ndani ya halmashauri na kwenda kwa vijana. Changamoto inaweza katokea zile fedha zisifike kwa wahusika ikiwa hazina usimamizi ambao ni dhabiti. Serikali yako inafanya namna gani, serikali ya mkoa wa Songwe, kuhakikisha zile fedha zote zinazopatikana kwa ajili ya vijana zinawafikia vijana walengwa? Unakumbuka kama miaka 2 iliyopita Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo baada ya ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kubainisha mapungufu yaliyopo katika utaratibu wa utolewaji wa ile mikopo. Mheshimiwa Rais alisitisha utoaji wa mikopo na akaelekeza kamati iundwe kwa ajili ya kupitia mfumo wote wa utoaji wa mikopo na kuja na mfumo ambao utakuwa bora zaidi, utakaohakikisha vijana waweze kupata ile mikopo, lakini hiyo mikopo iweze kuwa na tija. Serikali kupitia kipindi kile ilikuwa ni ofisi ya Rais TAMISEMI na sasa ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI ilifanya kazi hiyo kubwa, na sasa hivi tuna mfumo ambao ni bora sana ambao unahakikisha kabla ya vijana hawajapata hiyo mikopo, kwanza kunakuwa na timu ambayo inafanya tathmini kuweza kubaini uwepo wa hivyo vikundi, lakini kuweza kuhakikisha kwamba vijana wanapewa ujuzi na maarifa juu ya miradi ambayo wanakwenda kuifanya. Lakini wakati wa kupatiwa hiyo mikopo, kuna timu ambayo inahakikisha kwamba mikopo inaweza kufika kwa walengwa, lakini wanaitumia kwa malengo yale yaliyokusudiwa. Lakini sio tu kuitumia kwa malengo yaliyokusudiwa, ziko timu za ufuatiliaji ambazo zinahakikisha kwamba miradi ya vijana ile ambayo imetolewa mikopo kweli inaleta tija ile ambayo inakusudia na kuweza kukidhi matarajio ya vijana. Lakini pia kuna utaratibu wa ukaguzi ambao umekuwa ukifanyika na ufuatiliaji wa mara kwa mara ambao tumekuwa tukiufanya. Kwa hiyo sasa hivi mfumo uliopo ni mfumo mzuri, mfumo bora ambao unahakikisha kwamba fedha zinafika kwa vijana, lakini tunahakikisha kwamba miradi ya vijana ambayo wameibua tunawasaidia kuhakikisha kwamba miradi hiyo inakuwa na tija katika maisha yao ya kila siku. Swali langu la mwisho, Jeshi la Kujenga Taifa, vijana wanapokwenda kule, kitu kikubwa pia wanafundishwa ni uzalendo na kulinda amani ya nchi yao. Kwa namna gani pia mkoa wa Songwe, kwa sababu ni mkoa ambao uko mpakani na ni mkoa ambao una shughuli nyingi sana za biashara na fursa ziko nyingi sana, lakini ni miongoni mwa mkoa ambao una idadi ndogo ya watu, mnawezaje nanyi kuhakikisha vijana wanazidi kuwa wazalendo? Mkoa wako unafanya vipi kuhakikisha amani ya Songwe inazidi kudumu? Kama nilivyotangulia kusema kwamba tumekuwa na program mbalimbali ambazo tunakutana na vijana kwa ajili ya kuwapatia maarifa ya kujitambua, kutambua wajibu wao, lakini kuwajengea uzalendo kwa nchi yao. Lakini kubwa zaidi sasa hivi tunajua kuna kasi kubwa sana ya matumizi ya mitandao ya kijamii, na kwenye mitandao ya kijamii kwa namna moja ama nyingine, kama isipotumika vizuri inaweza kuwa ni chanzo cha kuweza kuchochea uvunjifu wa amani. Kwa vijana pia tumekuwa tukiwajengea uwezo namna wanavyoweza kutumia mitandao ya kijamii vizuri na kuhakikisha kwamba wanaitumia kwa kuweza kupata fursa mbalimbali ambazo zinaweza zikawasaidia. Lakini kubwa zaidi, vijana wasipokuwa na shughuli za kufanya kwa namna moja ama nyingine, wanaweza wakashawishika kuingia katika mambo mengine ambayo sio ya msingi. Kwa hiyo tunajikita pia katika kuwatengenezea fursa.
tunawatengenezea fursa, tunawasogezea fursa kama ambavyo Mheshimiwa Rais amefanya. Kwa jukumu letu sisi katika ngazi ya mikoa, katika ngazi ya wilaya ni kuhakikisha kwamba tunatembea katika dhamira na katika malengo ya Mheshimiwa Rais ambayo ameonyesha, ili tuhakikishe kwamba vijana wengi zaidi wanapata fursa, wanapata shughuli za kufanya, ili waache kufikiria masuala mengine ambayo sio ya msingi, ambayo kwa namna moja ama nyingine anaweza kuvuruga amani katika mkoa wetu wa Songwe, lakini amani ya Tanzania kwa ujumla. Nakushukuru sana. Asante sana.